Watu tumefilisika kimitaji sasa, kwa sababu unaangalia mali zimeteketea kwa asilimia kubwa, tumelostika sana. Eneo hili lote hata kungekuwa na mitungi miwili mitatu, pengine ingeweza kusaidia katika kudhibiti moto kabla huja enea. Waathirika wakubwa ni kama 12, lakini kuna wengine wadogo wadogo, jumla wanafika kama waathirika 30. Mkuu wa mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Saidi Mtanda, leo Machi 17, 2025, amewatembelea wafanyabiashara wa mbao eneo la Sabasaba wilayani Ilemela waliopatwa na ajali ya moto na kuwapa pole, pia kuwaomba kuwa watulivu wakati taarifa ya uchunguzi wa chanzo cha moto huo ikiendelea kufanyika. Akizungumza nao mara baada ya kutembelea maeneo yaliyoathirika na moto huo, mkuu wa mkoa huo amesema mara baada ya taarifa hiyo kukamilika na kusomwa, ofisi yake itakutana na wafanyabiashara hao pamoja na taasisi za fedha ili kuona namna ya kuwapa muda zaidi wa marejesho ya fedha kwa wale waliokopa. Hii ni News Update Media, mimi ni Gladness Joseph. Kwa taarifa ambayo imetolewa hapa na hata mwenyekiti wakati ananieleza, kama isingekuwa ni uweledi wa jeshi la zimamoto, pengine sasa tungekuwa tunazungumzia ajali hii imewaathiri watu wengi sana. Lakini wao wanafahamu, kwa sababu ni misingi ya kazi yao, nini waanze nacho, nini wasifanye wakati wa zoezi la kuzima moto. Lakini pia tushukuru kwamba hapa ni jirani sana na hata uwanja wa ndege wetu. Lakini pia hapa Mwanza, kwa kuwepo na uwanja kama wa ndege, jeshi la zimamoto liko vizuri, lina vifaa vya kutosha na linaweza kukabiliana na majanga makubwa. Lakini wakati ninapita hapo, nikawa nauliza chanzo ni nini, kukawa na maoni tofauti. Kwa hiyo nikubaliane na niungane na kamanda wa zimamoto kwamba uchunguzi ufanyike ili tufahamu chanzo cha moto ni nini. Ukishafahamu chanzo, unaweza hata kujua hatua gani unazotakiwa kuchukua. Kupitia tukio hili pia ni vizuri wale wengine ambao hawajakutwa na maafa haya kuzingatia taratibu na sheria, lakini pia kuzingatia ushauri ambao serikali inautoa. Mkuu wa mkoa anaweza akaja hapa akasema kuanzia leo tusifanye biashara mpaka mcomply na hizi taratibu, na ningeweza kufanya hivyo. Lakini hakuna haja ya kusema hayo kama kila binadamu mwenye akili sawasawa, ambaye anajua hili ndio eneo langu la kazi, ambaye anajua yako majanga mbalimbali yanayoweza kutokea, kama akitimiza wajibu wake. Sio lazima mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa aseme hapa wale ambao hawana zimamoto, wale ambao hawana bima. Taratibu zinatutaka tufanye hivyo. Kwa hiyo mimi ninawahamasisheni wale ambao wameona majanga ya namna hii, hasara kubwa zinazotokea, basi kujifunza kutokana na janga hili ambalo limetokea. Mtu mzuri ni yule ambaye anapoona kuna jambo la kujifunza, naye anapata somo kutokana na jambo hilo. Ukipiga 114 wangefika hapa mara moja. Wanapofika hapa, wanapoanza zoezi lao au wakiwa njiani kufika hapa, ndipo unapoweza kumweleza mwenye mali kwamba hapa kuna jambo fulani linaendelea na tungependa uwepo hapa ili kuangalia mali na usalama wako. Kwa hiyo nafikiri elimu hii ni muhimu sana, na baada ya maelezo yangu hayo nirudie tena kutoa pole kwenu. Tuendelee kuwa na subira katika jambo hili. Serikali itaendelea kufanya uchunguzi wa tukio, kama ni hitilafu ya umeme, kama ni jambo jingine lolote tutalibaini. Tukisha libaini, nitakaa na wale wote ambao wameathirika na tukio hili, tamsikiliza mmoja mmoja, na tutaona namna gani bora ya kuwafanya ndugu zetu hawa warejee katika maisha yao ya kawaida, kwa sababu adhima ya serikali siku zote ni kuona wananchi wanachapa kazi. Na ajali ikitokea, hatuwezi kuzungumza uzembe, tunazungumza namna gani ya kushirikiana baada ya ajali kufanya nini, kutokea. Kwa hiyo ninawashukuruni sana, tuendeleeni kuwa watulivu, na siku si nyingi, kamanda, kamilisheni taarifa na uchunguzi kwa haraka, na baada ya hapo tutakaa nao, tutazungumza nao, halafu tutapanga mipango ya namna gani tunatoka hapa kuelekea mbele. Wananchi na hususan wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla wa mkoa wa Mwanza
wanayo imani kubwa na vyombo hivi vya ulinzi na usalama. Vyombo hivi vikifika kwa ajili ya kuweza kuokoa maisha au kuokoa mali, wanajua kabisa kwamba serikali kupitia vyombo hivyo imefika, na wao kazi yao ni kutoa ushirikiano. Kwa hiyo hii inaonyesha ushirikiano mkubwa tulio nao na wananchi wote kwa ujumla wa mkoa wa Mwanza. Lakini pia udhibiti wa maeneo, kuwahi kwenye maeneo ya matukio, hususan kwa jeshi la polisi na vyombo vingine, tumewahi mapema hapa. Kwa hiyo hata yule mwizi pia angejaribu pia angeweza kukutana na jeshi la polisi lilojipanga vizuri, kwa sababu walikuwepo askari wa uniform, walikuwepo askari wa kiraia, lakini na vyombo vingine vilitapakaa kila mahali. Kwa hiyo watu wote walifocus kwenye kuokoa mali kuliko kuanza kufikiria kuiba. Lakini lingine tuliloliona hapa ni mtandao mzuri wa ushirikiano wa wafanyabiashara kupitia walinzi wao. Walinzi hao kila mtu alikuwa anachunga eneo lake lisipate moto, lakini pia asitokee mhalifu. Kwa hiyo wanapokuwa watu wote wana moyo, wamejenga moyo wa kiusalama namna hiyo, kazi ya jeshi la polisi inakuwa nyepesi. Ndio maana tunashukuru. Naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Elisa Mugisha, ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mwanza. Mnamo majira ya saa 10 kasorobo, ilikuwa saa 9:46, tulipokea taarifa kwamba hapa kwenye soko la mbao Sabasaba kuna moto. Kwa hiyo tuliweza kufika hapa ndani ya dakika 9, tulikuwa tumeshafika eneo la tukio na tukakuta moto ni mkubwa. Sehemu kubwa ya soko ilikuwa imeshika moto. Kwa hiyo tukaanza kuzuia ili moto usisambae kuelekea eneo jingine. Na biashara kubwa inayofanyika hapa ni mbao, na mbao zinawaka kwa haraka sana. Kwa hiyo tuliweza kukata ule moto, tukaanza kupambana hadi tukahakikisha kwamba tuna udhibiti usisambae, ndio tukaenda kukabiliana na eneo ambalo lilikuwa tayari limeshashika moto, ambao tayari tumeshalimalizia. Na baada ya kulimalizia, sasa kinachofuata tunaanza kufanya uchunguzi ili kubaini chanzo cha moto huu ilikuwa ni nini. Mimi naitwa Deus Sinta Kehori, ni muhanga wa tukio hili. Ofisi yangu imeungua yote. Nimepata taarifa hii saa 1:30 kwamba ofisi imeungua, na ni kweli nimefika hapa eneo hili, ofisi nimekuta imeungua. Ushauri wangu mimi wa kushauri serikali, kutokana na janga hili lililotokea leo, serikali ingeweza kutusaidia, kwa sababu sisi eneo hili ni kubwa la Sabasaba na soko hili ni kubwa sana. Wangeweza kutusaidia, gari ya zimamoto ikawepo hapo, kwa sababu hata fire extinguisher tuliweza kuwa nazo, lakini zimeungulia ndani, hakuna jambo lolote lililoweza kusaidia. Kwa hiyo nilikuwa nashauri serikali, kama inawezekana, gari moja ya zimamoto hiyo inakaa hapa, kwa sababu hili soko ni kubwa, inaweza ikasaidia 100% kutokana na haya. Kama magari ingekuwepo, walinzi wetu wangeweza kukimbia wakawapa taarifa, wangesaidiana na zimamoto, wangeweza kusaidia, wangeweza kuokoa. Kwa sababu gari ikiwepo hapa hata ndogo ambayo inaweza kuwa msaada wa awali, inaweza kusaidia. Naitwa Amon Samson Isabuki. Nilipokea simu majira ya saa 8 kasoro usiku kwamba sehemu ya soko inaungua, na inaungua kwa kasi. Kwa nikachukua jukumu la kupiga fire, baadaye nikaanza safari ya kuja sokoni. Kwa kweli nashukuru, niliwakuta watu wenzetu wa fire wameshafika, wameanza shughuli hiyo kuanzia saa 8 kasoro wao wameanza. Kwa hiyo tukashirikiana kuuzima moto, ukao huko na kasi kubwa sana. Kwa hiyo kwa wanaenda, maji yanaisha, wanarudia, zimekuja fire nyingi. Kwa kweli wamejitahidi mpaka hali kufikia hapa kwa moto kasi iliyokuwa nayo. Na washukuru sana majirani wa soko hili, wamejitahidi sana kufika kwa wakati, na wafanyabiashara baadhi wamejitahidi sana kufika kwa wakati. Kwa kushirikiana na uongozi wa soko na fire kwa ujumla, tumeweza kuudhibiti moto mpaka kufikia alfajiri kwenye saa 11 tukawa tumeudhibiti kiasi. Lakini sasa hivi nafikiri mnaona fire wamefanikia kabisa kuuzima, lakini hali ilikuwa sio nzuri kwa kweli. Tukio hili linatufundisha kuwa makini, kwa sababu kuna makosa mengi tulikuwa tunayafanya, hata sisi tunakiri kabisa tulikuwa tuko makini, na nafikiri inaweza kuwa ni sehemu ya tatizo pia. Lakini ingawa chanzo cha moto ni hitilafu ya umeme, lakini na imani hata vyombo vyetu tulikuwa tumeviweka katika hali nzuri, hii hali isingetokea. Ni jambo la kujifunza. Nafikiri baada ya hapo tutachukua hatua zaidi kuweza kuhakikisha hali hii isijirudie tena. Kwa majina naitwa Chikoli Mspelesi Msiba. Ni mkazi wa mtaa huu karibu jirani hapo, ila pia ni mjasiriamali na pia ni mdau kwenye soko letu hili la mbao. Ilikuwa kwaje mpaka hapa?
Naam, sisi tulishangaa tu ghafla tulipigwa simu kutoka mazingira ya nyumbani na kufika hapa mnamo majira ya saa 9 na dakika kama 40 hivi, ila kwa mujibu wa maelezo ya walinzi waliokuwepo kwenye sehemu ya tukio kuanzia ule usiku, waidai kwamba moto umeanza kushika kuanzia majira ya muda saa 8 na moto ndipo ulipoanza kutokea, na walivyodai moto ulianza kulingana na inshallah ya short kama ya umeme, ndipo ambapo moto ulipoanza kushika. Ulianza kushikia kwenye banda la hapa jirani na ukaanza kusambaa kwenye mabanda mengine, yakaanza kuunguza magogo. Limenigusa kwa asilimia kubwa sana, kwani limetumiza kwa asilimia kubwa. Kama jinsi unavyoona ndugu mwandishi wa habari, watu tumefilisika kimitaji sasa, kwa sababu unaangalia mali zimeteketea kwa asilimia kubwa, tumelostika sana. Nafikiri nachoshauri kikubwa zaidi ni kuimarisha usalama eneo letu hili la soko letu la mbao, kwa ajili ya usalama wa kujikinga na majanga kama haya ya moto. Wakati mwingine anapokuwa ametokea, pengine angalau wawepo walinzi wengi kidogo, ambapo tunaweza kuwa tumenunulia hata angalau fire extinguisher, ili endapo moto ukitokea fire extinguisher hata inaweza ikasaidia kuzima moto kwa haraka kidogo, alafu pia tukapata taarifa na kupata msaada mwingine mkubwa, ili tuweze kuokoa majanga kama haya siweze kutokea kwa asilimia kubwa na kutuathiri kama hivi tunavyoona.